Swali ambalo huulizwa sana mara kwa mara baada ya angiogram ni kama wagonjwa wanaweza kufaidika na upasuaji wa bypass au angioplasti. Kwa bahati mbaya, hakuna jibu la moja kwa moja kwa swali hili. Yote inategemea mambo yanayomhusu mgonjwa na pia ujuzi wa daktari anayemshughulikia mgonjwa. Mara nyingi, sababu kuu ya mgonjwa kurejelewa kwa upasuaji wa bypass ni kutokana na kuziba kwa mishipa yao ya moyo ambayo imejaa chokaa sana, kama vile au kwenye sehemu ya mgawanyiko wa mishipa ya damu, au wakati mwingine ni ugonjwa ulioenea kwenye mshipa wa moyo. Lakini siku hizi tuna teknolojia za kisasa zaidi zinazotumika kwenye taratibu za angioplasti kama vile laser, orbital atherectomy, rotablation na intravascular lithotripsy. Hata kwa wagonjwa ambao wana uwezo mdogo sana wa moyo kusukuma damu, hatari ya angioplasti inapunguzwa sana kwa kutumia vifaa kama vile impela, ECMO au pampu ya puto ndani ya aorta. Na hivyo basi matokeo ya wagonjwa hawa baada ya angioplasti ni bora zaidi na kipindi cha kupona ni kifupi sana. Kwa sababu hizi, siku hizi katika nchi nyingi za nje, angioplasti inafanywa mara nyingi zaidi kuliko hapo awali na idadi ya upasuaji wa bypass imepungua kwa miaka kadhaa. Hivyo wagonjwa wa aina hii wanaweza kutibiwa kwa utaratibu mdogo wa tundu dogo kupitia kwenye mkono na wanaweza kupona haraka na kuruhusiwa kutoka hospitalini ndani ya siku chache tu. Na matokeo ya taratibu hizi kwa muda mrefu ni bora zaidi kutokana na kizazi kipya cha stenti zilizopakwa dawa ambazo zinapatikana sokoni kwa sasa. Hata hivyo, kuna wagonjwa wachache sana ambao tunahisi upasuaji wa kupitisha mishipa ni bora zaidi, lakini mara nyingi wagonjwa hawa wanaweza kutibiwa kwa angioplasti.